Mimi naitwa Pius Mbila, ni mhifadhi kutoka Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, au kwa kifupi tunaita TFS, kwenye ofisi ya kanda. Niko upande wa masuala ya uenezi na ugani. Leo hii hapa ambapo ni siku ya pili ambayo ndio siku ya uzinduzi wa maonyesho haya Nane Nane, sisi kama TFS tumekuja kuwaonyesha angalau kuna mazao ya shughuli zetu tunazozifanya kwa maana ya mazao ya nyuki, lakini pia tuna miche ambayo hasa ni katika shughuli za upandaji miti, lakini pia kama ambavyo unaweza kuona tuna vipeperushi mbalimbali ambavyo vinazungumzia shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya sisi kama TFS. Sasa katika msisitizo ambao tunauzungumzia sisi kama TFS, tuna upande wa uhifadhi wa misitu, lakini tuna upande wa uendezaji wa shughuli za ufugaji nyuki. Sasa adui mkubwa sana wa misitu yetu ni moto, ule moto wa msituni. Kwa hiyo tungependa kuwaomba wananchi wetu wautumie moto kwa tahadhari, hasa wale ambao watakuwa wanafanya shughuli zingine ambazo pengine ni uchomaji kwenye mashamba yao, wanaandaa mashamba, lakini kwa shughuli yote ambayo wao wanaifanya, lakini wanajua kabisa maeneo hayo yamekaribiana na misitu yetu ya hifadhi, kwa sababu moto unaweza ukateketeza eneo kubwa sana la msitu kwa muda mfupi, na kukabili ni sio shughuli rahisi. Kwa hiyo tunapenda kuambia wananchi wetu kwamba wanavyotumia moto kwa swala lolote lile, basi watumie kwa tahadhari. Lakini sisi pia tunawasisitizia katika swala la uendezaji wa shughuli za ufugaji nyuki, kama ambavyo unaweza kuona hapa kuna mazao ya nyuki hapa kwa maana ya asali. Sisi kama TFS mahusiano yetu na wananchi mbalimbali kwa kweli ni mazuri, hasa kwa wale wananchi ambao wana nia ambayo ni mzuri kwa maendeleo ya hifadhi zetu, kwa sababu wao kwanza wanaelewa umuhimu wa kuwepo kwa hizi hifadhi, faida za misitu, lakini pia hata zile athari ambazo zinaweza kujitokeza endapo misitu hiyo itatoweka. Wananchi kama hao sisi kwetu ni rafiki sana. Kwa majina ninaitwa afisa muhifadhi daraja la kwanza Mary Maganga Kadesha kutoka Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania TAWA. Kituo changu cha kazi ni pori la akiba Kijereshi. Tumefika kwenye maonyesho haya ya Nane Nane kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi kuhusu kwamba nini TAWA tunafanya na shughuli hizo tunazifanya kwa mwongozo upi. Kwanza kabisa sisi TAWA tuko chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Shughuli tunazozifanya shughuli kubwa, tunafanya kazi ya ulinzi wa rasilimali za wanyamapori pamoja na mazingira yake, lakini pia tunafanya kazi za kusimamia shughuli za utalii ambapo tuna utalii wa ndani na utalii wa nje. Kwa utalii wa nje pia kuna utalii wa picha na utalii wa uwindaji. Lakini pia shughuli zingine tunazozifanya, tunashirikiana na wananchi kukabiliana na changamoto za wanyamapori wakali na waharibifu. Hivyo tunatoa elimu kwa wananchi namna gani ya kuweza kujikinga na wanyamapori wakali na waharibifu ili wasiweze kuwaletea madhara katika maeneo yao. Lakini pia shughuli zingine tunazozifanya ni kusimamia namna nzuri ambapo kwa sasa namna nzuri ya matumizi ya nyara. Tumegundua wananchi walio wengi wanahitaji nyara kwa ajili ya shughuli za elimu, shughuli za kiutamaduni, shughuli za michezo. Kwa hiyo sasa tumewarahisishia wananchi sasa kuweza kumiliki hizi nyara kwa utaratibu maalum ili wasiweze kusumbuliwa tena. Na kwa TAWA kanda ya Ziwa tuna duka la nyara ambalo lipo hapa Mwanza mjini. Kama unavyoona hapa tuna hizi ngozi za chui, ngozi za simba, na tunaposema kwamba nyara ni nini, labda tu wananchi niwaambie. Nyara inaweza ikawa ni mnyama mzima, inaweza ikawa ni ngozi, kwato, kucha, pembe, au hata kama ni nyoya ya mbuni, yai la mbuni, vyote hivyo ni nyara. Kwa hiyo sasa ili kuweza kumiliki pasipokuwa na kuletewa shida, lazima wafuate utaratibu, na watu pekee ambao tunaotoa hiyo ridhaa na utaratibu mzuri wa kuweza kumiliki nyara basi ni sisi TAWA, na ndio maana maduka yameanzishwa. Kwa hiyo
Kwa uelewa tu wananchi watambue kwamba TAWA ni taasisi ambayo inasimamia wanyamapori wote ambao waliopo nje ya Ngorongoro na ambao wako nje ya hifadhi za taifa. Kwa hiyo popote pale mnyamapori yote ile popote pale anapoonekana, watu watambue kwamba wasimamizi wakuu ni TAWA. TAWA wanasimamia maeneo gani? Maeneo ambayo TAWA wanasimamia mapori ya akiba, mapori tengefu, maeneo ya ardhi oevu, maeneo ya open areas, mapori ya wazi, maeneo ya hifadhi za jamii, lakini pia bustani za wanyamapori, ranchi pamoja na mashamba ya wanyamapori. Hata hivyo, zoezi la wananchi kuweza kumiliki nyara pia TAWA tunatoa elimu. Kwa hiyo ni waombe wananchi, kwa wale ambao wanaotaka kumiliki nyara kwa halali, wafike katika mabanda yetu haya waweze kujionea vitu ambavyo vilivyopo, waweze kupata utaratibu mzuri wa kumiliki nyara pasipokuwa na kuletewa changamoto kuliko ambavyo wanavyomiliki kiholela huko kwingine. Mtu mwingine anatamani awe na ngozi ya simba kwa ajili ya shughuli zake eza za jadi au tiba mbadala au kwa ajili ya maonyesho au majigambo. Kwa hiyo anakaribishwa aje apate utaratibu mzuri kabisa. Wataalamu tuko hapa. Kingine ambacho tunahamasisha wananchi wafike kwenye mabanda yetu, pia tunahamasisha utalii. Kama nilivyojitambulisha kwamba nimetoka Pori la Akiba Kijereshi, ni afisa utalii msaidizi kutoka Pori la Akiba Kijereshi. Pori la Akiba Kijereshi ni maeneo ambayo yaliyohifadhiwa yako katika kanda ya Ziwa. Ni eneo pekee ambalo kwa sisi TAWA tunaruhusu utalii wa ndani, na tunawakaribisha sana wananchi waweze kutembelea Pori la Akiba Kijereshi, kwani ni pori ambalo kwanza ni rahisi kufikika. Kutokea hapa Mwanza mjini ni kilomita 137 mpaka eneo la hifadhi. Sehemu lilipo ni ukiwa Lamadi. Kutoka Lamadi kufika eneo la hifadhi ni kilomita 3, na eneo letu lina wanyama mbalimbali, na pia uwezekano wa kuwaona wanyama ndani ya muda mfupi upo, kwa sababu eneo halina ukubwa sana. Kwa hiyo kitendo ukishaingia ni rahisi kukutana na makundi ya wanyama tofauti tofauti. Kwanza pia tunaweza tukajivunia kwamba tuna kundi kubwa la simba ambapo mtu anaweza kafika, ni rahisi kulispot zaidi kwa sababu liko maeneo ambako linaonekana kwa urahisi, na kwa sababu hifadhi yetu sio kubwa sana, hivyo ni rahisi pia kulitafuta na kuweza kulipata kundi la simba. Kwa wale ambao wanapenda kuona simba, basi wanaweza kaona. Lakini tuna makundi makubwa sana ya tembo, na tuna makundi ya nyumbu. Tuna eneo letu hasa linatambulishwa kwa uwepo wa mbuni. Tuna mbuni wengi sana. Okay. Kwa majina ninaitwa Conservation Ranger 3 Betha John Bunyanya, natokea hifadhi ya taifa kisiwa cha Saanane ambayo ipo chini ya TANAPA, yani shirika za hifadhi Tanzania. Kwa msimu huu wa 8/8 tumewaletea wananchi ofa kwa ajili ya msimu, kwa ajili ya kwenda kutalii hifadhi ya taifa kisiwa cha Saanane. Kwa kila mwananchi, mtu mzima anaweza akatoa 15,000 kwa ajili ya kiingilio pamoja na usafiri wa boti, na kwa watoto watatoa shilingi 10,000, hiyo ikiwa na kiingilio pamoja na usafiri wa boti. Ni kweli kwa kipindi cha nyuma tumekuwa na wanyama wale, lakini kwa sasa hivi tumeongeza wanyama. Tumeleta swala Grant, ni jamii ya swala lakini anaitwa Grant Gazelle, na pia tumeleta pundamilia tu walikuwa wameisha, tumewaongeza. Tumeleta mnyama anaitwa ngili, anafahamika kama kasongo, na yeye tumemleta pia yupo. Lakini pia tutaendelea kuongeza wanyama kadri ya siku zinavyozidi kwenda, wanyama wengine zaidi wataongezeka, watakuwepo. Hatuna hoteli, lakini tuna PTC ambazo zinaitwa permanent tented camps, lakini pia tuna zile tenti za kuhamisha. Kwa hiyo mtu yote anayehitaji kwenda ku breeze pale ndani au kufanya utalii wa kulala kwa ajili ya kupunga upepo na nini, anapata huduma, atalipia gharama zinazohitajika kulipia kwa ajili ya kulala, aidha ni kwenye PTC ama zile hema za kuhamisha. Wananchi tunawakaribisha waweze kufika, waweze kufanya utalii wa ndani. Kiingilio kwa mtu mzima ni shilingi 10,620, na kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure, lakini pale between 5 mpaka 17 ni shilingi 8,000
640. Kwa hiyo niwakaribisha sana wananchi waje kufanya utalii wa ndani. Usafiri labda mtu anaweza kauliza kwamba nikifika pale usafiri itakuwaje? Kwa mtu ambaye ana usafiri binafsi, akifika pale kiingilio cha gari ni shilingi 23,600 tu. Ataingia, atafanya utalii kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 12 jioni. Lakini kwa mtu ambaye hana gari, tuna utaratibu mzuri wa gari ambapo mwananchi kutumia gari pamoja na dereva pamoja na guide atatozwa shilingi 300,000 kwa ajili ya gari. Hiyo shilingi 300,000 sio tu mtu mmoja, mnaweza mkaja kundi la watu wasiopungua 7, mnaweza mkawa 7 kushuka chini. Hiyo gari ndio nafasi ya kubeba watu 7. Kwa hiyo uwezekano wa kuichangia hiyo pesa kwa pamoja na mkaweza mkafanya utalii kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 12. Kwa hiyo ni watoe hofu. Pia mazingira, namna ya kulala, atakuwa na option 2 tu, kwa sababu tuko karibu na mji wa Lamadi. Anaweza kalala mjini Lamadi au anaweza akalala kwenye hoteli ambazo tuna wadau wa utalii ambao wana tenti nzuri, yani mahema mazuri kwa ajili ya utalii. Hii ni Tanzania Habari.